Mashambulizi makali ya anga yanayofanywa na vikosi vya Russia yamesababisha vifo vya watu zaidi ya 25 nchini Ukraine, zikiwa zimepita siku mbili tangu Marekani itangaze kusitisha ushirikiano wa taarifa za kijasusi na taifa hilo. Shirika la habari la Associated Press limeripoti leo Jumapili Machi 9, 2025 kuwa uamuzi wa Marekani wa kusitisha msaada wa kijasusi na kijeshi umetokana na mzozo ulioibuka kati ya rais wa Marekani Donald Trump dhidi ya rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky. Mzozo huo ulioibuka katika ofisi ya Oval, ikulu ya White House, ulitokana na kauli ya Trump na makamu wake JD Vance kumshushia Zelensky wakati wakimshurutisha kutoa shukrani kwa raia wa Marekani kwa kile walichodai kiongozi huyo hakuwa na shukrani kwa mchango wa Marekani katika mzozo huo upande wa Ukraine. Pia walimshurutisha kukubaliana na takwa la kwenda kwenye meza ya mazungumzo ya amani dhidi ya hasimu wake rais wa Russia Vladimir Putin. Tangu kusitishwa kwa msaada wa Marekani, uwezo wa Ukraine kushambulia ndani ya Russia na kujilinda dhidi ya mashambulizi ya Russia umepungua kwa kiwango kikubwa. Nanuku, hivi ndivyo inavyokuwa mtu anapomwendekeza wavamizi. Waziri Mkuu wa Poland Donald Tusk ameandika kwenye mtandao wa X, zamani Twitter, siku ya jana Jumamosi: mabomu zaidi, mashambulizi zaidi, waathirika zaidi, usiku mwingine wa majonzi nchini Ukraine. Ameongeza Tusk, mwisho wa kunukuu. Kufuatia udhaifu huo wa Ukraine katika mfumo wa ulinzi, watu takriban 11 waliuawa katika mashambulizi ya siku mbili mfululizo kuanzia Ijumaa kwenye mji mmoja wa Donetsk ulioko mashariki mwa Ukraine Ijumaa usiku, na wengine 7 waliuawa katika miji minne iliyo karibu na eneo la mapigano makali. Taarifa ya mashambulizi hayo imethibitishwa na gavana wa Donetsk Vladimir Filashkin katika taarifa yake aliyochapisha kwenye mtandao wa Telegram. Katika tukio lingine, watu 3 waliuawa katika shambulizi la ndege zisizo na rubani, yani droni za Russia zilizolenga karakana ya kiraia katika mji wa Kharkiv uliopo kaskazini mashariki mwa Ukraine. Maofisa wa huduma za dharura nchini Ukraine wamethibitisha kutokea kwa mashambulizi na vifo hivyo, kwa mujibu wa shirika la Associated Press. Pia kuna watu wawili akiwemo mwanaume mmoja aliyeuawa kwa shambulizi la bomu katika mkoa huo. Filashkin alitangaza siku ya maombolezo Jumamosi na akaonya kuwa huenda waathirika zaidi wakapatikana chini ya vifusi, jambo linaloibua hofu kuwa huenda idadi ya vifo hivyo ikaongezeka. Katika hatua nyingine, Russia ilirusha makombora mawili ya balistiki katika mji wa Dobropilya nchini Ukraine jana Jumamosi. Pia ilirusha makombora ya balistiki ikiwalenga waokoaji waliokuwa wakijaribu kusaidia majeruhi, kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na Rais Volodymyr Zelensky. Zelensky alisema kwenye shambulio hilo watu 47 wakiwemo watoto 7 walijeruhiwa katika eneo hilo. Hii ni mbinu ya kikatili na isiyo ya kibinadamu ambayo Warusi kwa mara nyingi huitumia, alisema Zelensky, mwisho wa kunukuu. Siku moja tu kabla ya mashambulizi hayo, Russia ililenga miundombinu ya nishati ya Ukraine kwa makombora ya droni kadhaa, ikidhoofisha uwezo wa nchi hiyo kusambaza joto na mwanga kwa raia wake na kuendeleza viwanda vya silaha ambavyo ni muhimu kwa ulinzi wake. Alipoulizwa Ijumaa ikiwa rais wa Russia Vladimir Putin alikuwa akitumia fursa ya kusitishwa kwa usaidizi wa taarifa za kijasusi wa Marekani kushambulia Ukraine, Trump alijibu, namnukuu: nadhani anafanya kila ambacho mtu mwingine yoyote angefanya. Zelensky hakuzungumzia moja kwa moja suala la usaidizi wa kijasusi Jumamosi, lakini alisema anakaribisha pendekezo la Trump la Ijumaa la kuweka vikwazo vikubwa vya kifedha na ushuru kwa Russia hadi pale usitishwaji wa mapigano na makubaliano ya mwisho ya amani yatakapofikiwa. Nanukuu: kila kitu kinachomsaidia Putin kufadhili vita kinapaswa kuvunjwa, alisema Zelensky kupitia video hiyo. Pia alisema yeye na maofisa wengine wa juu wa Ukraine watasafiri kwenda nchini Saudi Arabia kesho, yani Jumatatu, kujadili mapendekezo ya kumaliza vita hivyo. Kupitia chapisho lake kwenye mtandao wa X, zamani Twitter, Zelensky aliandika kwamba amepanga kukutana na mrithi wa mfalme wa Saudi Arabia Mohammed bin Salman siku ya leo Jumatatu, lakini ni timu yake pekee ndiyo itakayosalia nchini humo kwa mazungumzo na maofisa wa Marekani. Nanukuu: Ukraini imekuwa ikitafuta amani tangu sekunde ya kwanza vita hivi, aliandika. Mapendekezo ya kweli yapo mezani, jambo muhimu ni kusonga mbele haraka kwa ufanisi. Wakati Zelensky akijipanga kwenda Saudi Arabia siku ya kesho, jeshi la anga la Ukraine limeripoti leo Jumapili kuwa wanajeshi wa Russia walirusha makombora 3 ya Iskander na droni 145 usiku kucha. Mashambulizi hayo yalijumuisha mchanganyiko wa droni za mashambulizi na zile za mtego kwa lengo la kupotosha ulinzi wa anga wa Ukraine. Kombora moja la droni
na droni 79 ziliangushwa huku droni 54 zikipotea bila kusababisha madhara yoyote, jeshi la anga la Ukraine lilisema. Kwa mujibu wa Wizara ya Ulinzi ya Russia, Jumamosi, wanajeshi wa Russia waliangusha droni 31 za Ukraine usiku huo, zikiwemo 26 katika mkoa wa Krasnodar. Gavana wa mkoa huo, Alexander Yejenko, alisema vipande vya droni moja vilisababisha moto katika kiwanda cha mafuta cha Kyiv kilichopo mkoa wa kaskazini wa Leningrad, huku akidokeza kuwa hakuna majeruhi walioripotiwa katika tukio hilo. Endelea kufuatilia Mwananchi.